Kwa mara nyingine tena nakukaribisha sana katika matangazo haya ya moja kwa moja ya Bunge Maalum la Katiba. Mimi ni Margaret Tengule. Ikumbuke ya kuwa mpaka sasa ni kamati 8 tayari zimekwisha wasilisha taarifa za majadiliano ya sura ya kwanza na ya 6. Na hivi leo kwa mujibu wa ratiba wenye viti kamati namba 3 na kamati namba 4 watawasilisha tayari. Kama unavyoona mwenyekiti wa Bunge Maalum la Katiba Samuel Sita amekwisha ingia katika ukumbi huu wa bunge, na hebu tumsikilize. Kwa kuomba uibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Utujalie hekima na busara sisi wajumbe wa bunge hili maalum, ili tuwe na uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo na kufanya maamuzi sahihi kwa manufaa ya watu wote na ustawi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amin. Tuketi tafadhali. Akidi bado, kwa hiyo tuwasubiri wenzetu wanaoingia. Mwenyekiti mwenyewe wa kamati namba 3, Dr. Francis. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya kamati namba 3 ya Bunge Maalum kuhusu sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 33 ibara ya 4 ibara ndogo ya 4 ya kanuni za Bunge Maalum za mwaka 2014, naomba kutoa hoja kwamba taarifa ya kamati namba 3 ya Bunge Maalum kuhusu sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya kamati sasa isomwe na ijadiliwe na Bunge Maalum. Utangulizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kanuni ya ibara 32 ibara ndogo ya kwanza ya kanuni za Bunge Maalum za mwaka 2014, kamati ya uongozi ilielekeza kamati namba 3 kuzijadili sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kupitia kazi hii, napenda kuliarifu bunge lako kuwa kamati ilitekeleza kazi hii tarehe 1 Aprili 2014 na tarehe 2 Aprili 2014 katika ukumbi namba 434 wa Hazina kwa kupitia ibara moja hadi nyingine. Katika kufanya hivyo, taarifa hii imezingatia mapendekezo yaliyofikiwa na wajumbe walio wengi na maoni ya wajumbe wachache kama itakavyoonyeshwa katika kipengele cha mambo yaliyojitokeza. Yaliyojitokeza kwenye majadiliano. Mambo yaliyofikiwa au maoni ya wajumbe walio wengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo ya utangulizi, naomba sasa niwasilishe maoni ya mapendekezo ya kamati, nikianza na maoni ya wajumbe walio wengi kama ifuatavyo. Sura ya kwanza, sehemu ya kwanza, jina, mipaka, alama, lugha na tunu za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sehemu ya kwanza ya sura ya kwanza inayohusu jina, mipaka, alama, lugha na tunu za taifa, wajumbe walio wengi wametoa maoni kama ifuatavyo. Ibara ya kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 ya Bunge Maalum, hawakubaliani na ibara ya kwanza ya sura ya kwanza kuwa Tanzania iwe nchi ya shirikisho. Hivyo wanapendekeza ibara ya kwanza isomeke kama ifuatavyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi yenye mamlaka kamili ambayo imetokana na muungano wa nchi mbili za Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ambazo kabla ya hati ya makubaliano ya muungano ya mwaka 1964 zilikuwa nchi huru. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za mapendekezo haya: kwanza,
ni sheria ya mabadiliko ya katiba ibara ya 9 ibara ndogo ya pili, ambayo inasisitiza uwepo wa Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika baadhi ya wajumbe wale wachache, kuna watu ambao wanasema kwamba kama ilivyoainishwa kwenye rasimu ya katiba kwamba tuwe na shirikisho, kwa sababu sheria ya mabadiliko ya katiba ibara ya 8 ibara ndogo ya pili imeipa tume uwezo wa kushughulikia jambo lolote lile lingine. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapenda kuiweka wazi hapa kwamba hata kamati yenyewe ya Mheshimiwa Warioba ililifahamu hili. Ukisoma randama ambayo ni ya tume ya mabadiliko ya katiba ya Mheshimiwa Warioba, ukurasa wa 3, randama, kwa sababu ya Watanzania wanaotusikiliza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kitabu kinachoonyesha sababu zilizopelekea rasimu ya katiba iandikwe na tume. Kwenye ukurasa wa 3 inasomeka sababu za mapendekezo. Kifungu cha 9 kifungu kidogo cha pili kifungu A cha sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 83 kimeelekeza tume katika kutekeleza masharti ya sheria kuongozwa na misingi mikuu ya kitaifa na maadili ya jamii ya kuhifadhi kudumisha kuwepo kwa Jamhuri ya Muungano. Nataka kusema kwamba, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba hata tume yenyewe ilikiona kipengele hiki cha sheria na ikakikubali na wakaridhia kwamba kinawapa mipaka ya kuandika na kuunda serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sasa inashangaza kwamba kumbe tume yenyewe imeliona hili na imekiri kwamba ibara hii iliwaambia wanapaswa kuandika kuwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini inashangaza kwamba wametuletea shirikisho. Sijui limetoka wapi, wakati wenyewe kwa mujibu wa randama waliotuletea wenyewe wamekiri sura ya 3 kwamba ibara hiyo imewaelekeza wazi wazi tuwe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makubaliano ya mwaka 1964 baina ya serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar ndio msingi uliopo ambao unaakisi serikali mbili. Kwa mantiki hiyo, makubaliano hayo ya mwaka 1964 ya muungano hayawezi kuwa msingi wa kuanzishwa kwa shirikisho la serikali 3 bila kuwa umevunja makubaliano hayo kwanza. Hivyo wajumbe wa kamati namba 3 wanapendekeza sheria ya mwaka 1964 inayoridhia makubaliano ya muungano iwe nyongeza ya rasimu ya katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, narudi kwenye randama ukurasa wa 2. Ibara ya 2 kutoka mwisho inasomeka: lengo jingine ni kuonyesha kuwa hati ya muungano ya mwaka 1994 ndio chimbuko la muungano wa Tanzania, na kadri ambavyo imekuwa ikibadilika kwa haja na madhumuni ya kukidhi mabadiliko ya wakati na utekelezaji. Pia ni kwa madhumuni ya kuipa hadhi ya kikatiba hati hiyo ya muungano kwa kuihamisha kutoka kwenye ibara ya 98 ya katiba ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania mwaka 97 ikisomwa pamoja na nyongeza ya 2 orodha ya kwanza, badala yake kuingizwa ndani ya katiba kama ibara inayosimama yenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tume ya Mheshimiwa Jaji Warioba iliiona na ikaikubali sheria ya mwaka 1964 ya kuridhia hati ya kuridhia muungano. Lakini cha ajabu, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wali wachache na watu wengineo wanaikejeli hati hii. Kuikejeli huku, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kwenda kinyume kwanza na sababu za tume kwa mujibu wa randama za kuikubali hati ya muungano kwa mapendekezo yao wenyewe, na wameidai kwamba inapaswa iwe sehemu ya katiba hii mpya tunayoandika. Hoja kwamba
hati hiyo haikufuata sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, sio sahihi, kwa sababu sheria namba 61 ya mwaka 1964 iliridhia hati ya muungano iliyosainiwa na waasisi wa muungano, hayati baba wa taifa na hayati Abeid Amani Karume, na walitia saini Mheshimiwa Mwenyekiti, na baada ya kutia saini liliitishwa bunge la Tanganyika, na wajumbe wa Baraza la Mapinduzi waliitwa kwenye bunge hilo wakiongozwa na Mheshimiwa Thabit Kombo, na wakaridhia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako ni mnukuu Mheshimiwa Thabit Kombo alipokuwa kwenye bunge hilo, alisema, na mnukuu: kwanza, Bwana Hatibu alikuwa ndo spika wakati ule, mimi nitapenda kuwapa pongezi viongozi wetu, yani rais wetu Mwalimu Julius Nyerere na Rais Karume. Rais Karume inaonyesha kuwa ni mwananchi kweli wa Afrika, wakampigia makofi, anapenda Afrika iungane. Kwa sababu Bwana Hatibu, mimi leo yapata siku 10 niliwahi kwenda kumwamkia, na tumekaa kwa muda wa saa 4 tukizungumza, na ameniambia maneno mengi sana. Kwanza nataka kumpa pongezi kwa sababu Rais Karume amejitoa sadaka kuacha uraisi wake na kukubali kuwa naibu rais. Hili ni jambo la sifa mtu kujitoa, na ni lazima viongozi wetu wengine wa Kiafrika katika bara hili walifikiria jambo hili. Bwana Hatibu, watu wa Unguja na watu wa Tanganyika, hususan wa mwambao, inaonyesha kwamba katika kila 100, naomba niishie hapo kunukuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya sio maneno yangu, ni maneno ya Mheshimiwa marehemu Thabit Kombo aliongoza wajumbe wa Baraza la Mapinduzi kwenye bunge la Tanganyika mwaka 94 katika kuridhia muungano na kupitisha kutunga sheria ya hati ya muungano. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, inashangaza sana. Wapo wajumbe wamesimama hapa mbele yako wakisema kwamba hati ya muungano ni batili, na wako watu wengi wanasema hivyo. Hawa watu wanaosema hati ya muungano ni batili, kwanza impliedly, ukisema hati ya muungano ni batili, manake unasema muungano ni batili. Ukisema muungano ni batili, manake Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni batili. Ukisema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni batili, manake na bunge hili tukufu, bunge hili maalum la katiba ni batili. Wanafanya nini humu? Waondoke. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa, rejea katika toa ufafanuzi kwa kifupi. Naomba niliweke wazi tena. Wajumbe wa Baraza la Mapinduzi waliokwenda kwenye bunge la Tanganyika kuridhia muungano waliwawakilisha Wazanzibari. Kuna hoja kwenye demokrasi inayozungumzia issue ya direct and indirect democracy. Wale walivyokwenda kwenye bunge la Tanganyika kwa swala la indirect democracy, waliwawakilisha Wazanzibari katika kukubali na kuridhia muungano. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hati ya muungano ni halali, na ndio maana kwa mujibu wa Randama hata tume ya Mheshimiwa Jaji Warioba inaikubali na ikapendekeza iingizwe kwenye katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya marekebisho yote ya wajumbe walio wengi yamewekwa katika bango kitita ambalo ni sehemu ya taarifa hii, na kama nyongeza tulivu tumfuatilie. Lakini mapendekezo ya marekebisho ya ibara hii yamewekwa hapa kutokana na umuhimu wake ambao ndio msingi wa rasimu yote ya katiba hii.
Hivyo ibara nyingine zote zilizobakia katika rasimu hii, kukubalika na kutokubalika kwake kunatokana na ibara hii ya kwanza ya sura ya kwanza ya rasimu ya katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi, ibara hii ambayo ndio ibara ya kwanza ya sura ya kwanza ya rasimu ya katiba inakiuka sheria ya mabadiliko ya katiba kama nilivyosema hapo awali, jambo ambalo tume imeliona kwenye randama yao, kinachoelekeza kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kuwepo. Pendekezo la kuwa na shirikisho kwanza ni kinyume na sheria ya mabadiliko ya katiba ibara ya 9 ibara ndogo ya pili ibara A, na nimeliweka wazi kwenye randama, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sheria hiyo pili kutasababisha ama kudhoofisha au kuvunja kabisa muungano, na hivyo kuibua dhana ya utaifa kwenye nchi mbili hizi, kitu ambacho ni hatari kwa muungano uliopo. Mwenyekiti, kuna hoja ambazo zinaibuliwa kwamba kwa nini kuna baadhi watu wanaopendekeza serikali mbili wanaogopa serikali tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa hoja sio kuogopa. Hoja ni sababu ni kwa nini tuwe na serikali mbili na kwa nini tusiwe na serikali tatu. Ndio hoja ya msingi. Ndio hoja ya msingi. Mwenyekiti, kuvunjika huku kwa muungano kunakozungumzwa na wajumbe walio wengi kwenye kamati namba 3 kunasababishwa na sababu za msingi mbili. Ya kwanza ni utashi wa kisiasa. Tunapokuwa na serikali tatu wakati wananchi wenyewe baadhi yao hawana utashi wa kisiasa wa kuwa na serikali tatu, ya kuwa na muungano, ina maana tunauweka muungano wetu rehani. Na alisema hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, jana itakumbukwa na mnukuu Mheshimiwa Swaiba Kisasi alivyokuwa anatoa hotuba yake hapa na kupresent taarifa ya kamati yake. Alisema Mheshimiwa Jumaduni aliwahi kusimama Zanzibari kwenye jukwaa na akazungumza, na mnukuu, na akazungumza kwamba wakati wa watu weusi kutawala Zanzibar umekwisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, utashi huo wa kisiasa unaonyesha kabisa dhahiri kwamba tutakapokuwa na shirikisho la serikali tatu, kwa utashi wa kisiasa wasiokuwa nao baadhi ya wananchi, utapelekea muungano wetu kuvunjika. Mwenyekiti, subiri kidogo nitoe mwongozo. Waheshimiwa wabunge, staili yake hiyo, tuvumiliane. Nachosema staili ya kuwakilisha kwake ndio staili yake hiyo. Tusikilizane hapa. Mwenyekiti asomi taarifa yetu huyu. Utaratibu Mheshimiwa Mwenyekiti huyu anavuruga taarifa yetu. Utaratibu wetu Sina chochote hapa. Ni kwamba, tafadhali keti. Utaratibu wetu, tusipoelewana itakuwa ni shida. Kwa mujibu wa kanuni zetu na utaratibu mzuri, tulichokuwa tunafanya ni kwamba mwenyekiti wa kamati anasoma taarifa ya kamati yake,
mawazo ya wengi na baadaye mawazo ya wachache. Hatimaye yule ambaye ameteuliwa kwa wale wachache anatoa ufafanuzi kwa muda usiozidi dakika 30. Na hapa kwenye kiti tumeangalia na kuchukua msimamo kwamba tutatoa tafsiri pana kidogo ya uwasilishaji na pia ufafanuzi. Kwa hiyo neno kusoma lililoko kwenye kanuni manake sio kama kasuku neno kwa neno. Hiyo ndo staili yake. Ili tuyaelewe maudhui, si vibaya anayesoma taarifa kurejea na kufafanua baadhi ya mambo. Ninachoomba tu ni kwamba wakati wote yafuatwe yale maoni, na ikumbukwe kwamba isitokee kama ilivyotokea siku za nyuma, wale wanaosoma wanaachia yale wachache dakika chache sana. Kwa hiyo unapochukua muda mrefu mwenyekiti kusoma yale ya wengi, ukumbuke kwamba lazima uache dakika zisizopungua 15 uyasome ya wachache. Kwa hiyo ndio maana nasema zisizopungua. Kwa hiyo mwenyekiti wa kamati namba 3 unaelekea una mifano mingi sana inakutoa kwenye mtiririko wa taarifa yenyewe. Kwa hiyo tumia kidogo staili yake mwenyekiti, ndo staili yake mifano, lakini endelea na mtiririko wa taarifa. Mwenyekiti, nashukuru, nazingatia hilo, lakini mfano wangu na uweka bayana usikiwe vizuri na wajumbe. Namnukuu Mheshimiwa Twaiba Kisasi kwenye presentation yake ya jana, kwa maana ya kwamba ni kwa nini tuwe na muungano wa serikali mbili na sio serikali tatu, kwa sababu za msingi. Ya kwanza, ili serikali tatu ziweze kudumu ni lazima wananchi wa pande zote mbili wawe na utashi wa kisiasa, political will. Sasa political will tunaiassess vipi? Namnukuu Mheshimiwa Twaiba Kisasi alivyokuwa akipresent jana, alisema, namnukuu, kwamba Mheshimiwa Jumaduni tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 95 akiwind up election process ya kafu, alisema wakati umefika wa watu weusi kuitawala Zanzibar. Maana yake nini? Maana yake utashi wa kisiasa kwa baadhi ya watu haupo. Kwa hiyo tutakapotoa nafasi ya kuwa na serikali tatu, kuna uwezekano mkubwa sana muungano wetu kavunjika kinyume na hati ya makubaliano ya waasisi wetu. Aidha uzoefu jamani, bado mapema, endelea na taarifa tusikie. Endelea na taarifa mwenyekiti. Au experience wa matatizo ya muundo wa shirikisho unaotajwa na wajumbe hao wengi umehusisha
umehusisha mifano ya muungano wa nchi kama vile Misri na Syria, Senegal na Gambia na nchi nyingine ambazo ziliungana kishirikisho, na muungano wa nchi hizo haukudumu. Kwa hiyo maoni ya wajumbe hawa ni kwamba tukiwa na muungano wa kishirikisho kama huu unaopendekezwa kwenye rasimu ya tume, tutaishia kuuvunja muungano wetu kama ilivyotokea kwa nchi za Misri na Libya, Senegal na Gambia, jambo ambalo wajumbe hao wamesisitiza kwamba ni kinyume na utashi wa waasisi wa taifa letu hili na Watanzania kwa jumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimetoa mifano ya nchi ambazo zipata kuwa na muungano wa kishirikisho zikavunjika, lakini zipo nchi pia Afrika zenye muungano wa kishirikisho ambao bado zinaendelea na muungano wao, kwa mfano Nigeria. Lakini tutakubaliana hapa Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba nchi ya Nigeria kwa shirikisho walilonalo kuna migawanyiko na mifarakano mikubwa ya kaskazini na kusini, magharibi na mashariki, ambayo wote tunaishuhudia na kwenye vyombo vya habari kila siku. Haya ni matatizo mojawapo ya muungano wa kishirikisho. Kwenye hoja ya utaifa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nationalism, wajumbe hao wengi kutoka kwenye kamati namba 3 wamesisitiza kwamba muungano wa serikali ya kishirikisho utasababisha kila mshirika wa shirikisho hilo kuwa na taratibu zake za kiutawala ambazo zinajumuisha sheria, sera pamoja na kanuni na miongozo mbalimbali ya kiutawala pamoja na katiba zao binafsi. Wajumbe hao wa kamati namba 3 wamesisitiza kwamba pamoja na mambo mengine, taratibu hizi zitasababisha kila mshirika wa shirikisho hilo kujenga utaifa wa watu wa nchi husika. Hapa tunasema nini? Utakapokuwa na Zanzibar kama nchi, Tanganyika kama nchi, Zanzibar watajenga mila na desturi zao na Tanganyika watafuata mila na desturi zao ambazo zinaweza katika wakati fulani zikagongana, manake kukawa na clash of values. Kukitokea na clash of values, migongano ya mila na desturi, inaweza ikawa ni cheche au ignition cell ya chanzo cha kuvunjika kwa muungano wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe hao wamesisitiza kwamba jambo hili litasababisha watu wa upande mmoja waone watu wa upande mwingine wa shirikisho hilo kama sio wamoja kama hivi sasa, kutokana na utaifa huo wa nchi washirika wa shirikisho utakaokuwa umejengeka. Hili jambo litazua mtafaruku wa kisiasa, kijamii na kiuchumi, kama vile kuanza kuwataka Wazanzibari walioko bara warudi kwao na wabara walioko Wazanzibari warudi bara. Hiki kitu kamati namba 3, Mheshimiwa Mwenyekiti, haikubaliani nacho, na ndio maana imesisitiza kwamba tuwe na muungano wa serikali mbili. Ikumbukwe pia kihistoria, Watanzania walioko Tanzania bara na Watanzania walioko Zanzibar ni ndugu wa damu. Watanzania walioko Zanzibari kihistoria wametokana kwa kiasi kikubwa na makabila yaliyoko Tanzania bara, ambayo kwa mujibu wa kihistoria watu wa bara walikwenda Zanzibari na Wazanzibari walikuja bara kufuata biashara. Katika mchanganyiko huo kukatokea kuoleana na kuzaliana, tukajenga undugu wa damu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja hii ya udugu baina ya watu wa Tanzania bara na watu wa Zanzibar inapewa mshiko na hoja aliyotoa Mheshimiwa almarhum Thabit Kombo tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 1964 walipokuwa bungeni kwenye bunge la Tanganyika kupitisha hati za muungano. Naomba nimnukuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati namba 3 ilikwenda ikachimba kwenye archives, tukaja na Hansard ya bunge hili la Tanganyika ya mwaka 1964 na Hansard hizo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeziattach kwenye dokumenti yetu. Na mnukuu Mheshimiwa almarhum Thabit Kombo alivyozungumza siku hiyo ya tarehe 25. Alisema, haya sio maneno yangu, ni maneno yake: Bwana Hatibu, watu wa Unguja na watu wa Tanganyika hususan wa Mwambao, inaonyesha kwamba katika kila 180 wameungana kwa damu. Yaani kwa udugu. Wako watu wameoa Unguja na Waunguja wameoa hapa wakati huo alikuwa yuko Tanganyika, na wamezaliana kwa udugu, sio kwa urafiki au ujirani tu. 80 kwa 100 ni ndugu
80% ni ndugu. Ukitazama inapokuja meli ya Unguja pwani kule kwenda kuwapokea ndugu zao wanaotoka Unguja, na ukimuuliza huyu ni nani, atakwambia binamu yangu, huyu dada yangu, kama hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni maneno ya Mheshimiwa almarhum Thabit Kombo alivyokuwa anaonyesha udugu wetu. Kuwa na shirikisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, kutasababisha muungano wetu kuvunjika. Itakuwa kama familia inayotengana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati ya namba 3, uwepo wa shirikisho utalazimu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ivunjwe kwanza, na baada ya hapo mjadala ufanyike upya na watu wa Tanganyika kivyao na Wazanzibari kivyao, kwa maana ya muungano ambao unatakiwa ufanyike. Na alielezea vizuri hili. Mantiki yake nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuwe na shirikisho kwa mujibu wa sheria, ni budi kwanza muungano huu uvunjike kwanza. Watanganyika wabaki peke yao, Wazanzibari wabaki peke yao, ndio mjadala wa kuunda shirikisho ufanyike. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili wajumbe wa kamati namba 3 hawakubaliani nalo hata kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtazamo huo kwa maoni ya wajumbe wengi katika kamati namba 3 ni kuwa tutapoingia kwenye shirikisho utakuwa ndio mwanzo wa mwisho wa muungano. Utakuwa ndio mwanzo wa mwisho wa muungano. Naomba Hansard irekebishe hapa. Ni mwanzo wa mwisho, sio mwanzo na mwisho. Mwanzo wa mwisho wa muungano. Muungano wetu, na tutakuwa tunairejesha nyuma Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi kabla ya tarehe 26 Aprili mwaka 1964. Kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati hii, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesaini mikataba mingi ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na ile ya mikopo, uwekezaji, Jumuiya ya Afrika Mashariki na mingineo. Hivyo kubadili jina la nchi na kuwa shirikisho kutaathiri mahusiano hayo ya kimikataba na jumuiya za uchumi tunazoshiriki, na kutulazimu kujitambulisha upya kimataifa, na pia kutasababisha matatizo ya kisheria kwa mujibu wa mikataba iliyotajwa hapo juu. Kama tunavyojua kuwa katika kila mkataba kuna pande mbili zenye haki na wajibu wa kutekeleza. Nchi hii itakapobadilishwa jina na hadhi kuitwa shirikisho na muundo wa serikali zake kuwa 3, swali litakalofuata katika mustakabali huo ni kwamba nani atawajibika katika kuilipa mikopo hii? Wajumbe walio wengi wanaona ulipaji wa mikopo hii utasababisha sio tu mkanganyiko wa utekelezaji, bali kuingiza kero na vurugu kubwa katika nchi na kuzalisha kero nyingine baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi za washirika zinazopendekezwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati hii na kwa mujibu wa sheria ya mabadiliko ya katiba, kujadili uwepo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kinyume cha sheria hiyo, na vile vile ni kinyume cha ibara ya kwanza ya katiba yenyewe ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ambayo inasema Tanzania ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano. Wajumbe walio wengi wanaamini historia za kupigania uhuru wa nchi zetu hadi kuundwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii tulionayo sasa. Hivyo kwa kufikiria shirikisho ni kutaka kuirejesha Tanzania bara kabla ya uhuru na Zanzibar kabla ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 1964. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 wanapendekeza kwamba ibara ya kwanza ibara ndogo ya pili ifutwe na kuandikwa na kusomeka kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa, usawa wa binadamu, ujamaa na kujitegemea, utawala wa sheria, kuheshimu misingi ya haki za binadamu na isiyofungamana na dini. Sababu za mapendekezo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba Tanzania sio nchi ya kibepari na maisha ya Tanzania yanaendeshwa kijamaa. Aidha, ni dhahiri kwamba muungano uliridhiwa na bunge la serikali ya Tanganyika na Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar. Mfano unaweza kuonekana hata katika maisha yetu ya kila siku. Shughuli zetu hususan za kijamii hufanywa kindugu kwa kushirikiana katika mambo mbalimbali
kama vile shughuli za harusi na misiba, ujenzi wa shule, hospitali na kadhalika. Kwa hiyo hoja ya ujamaa na kujitegemea inajikita kwenye msingi huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 wanapendekeza kwamba ibara ya kwanza, ibara ndogo ya 3 ifutwe na kuandikwa upya na kusomeka kama ifuatavyo: hati ya makubaliano ya muungano kama ilivyorejeshwa katika ibara ndogo ya kwanza na kwa kadri itakavyorekebishwa kwa ridhaa ya wananchi kupitia vyombo vyao vya uwakilishi ndio msingi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sababu za mapendekezo ya marekebisho hayo ni kwamba muungano uliridhiwa na Bunge la Serikali ya Tanganyika. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, Hansard ifute maneno ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, isomeke Bunge la Serikali ya Tanganyika pamoja na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivyo basi kwa maoni ya wajumbe walio wengi, kamati namba 3 ya Bunge maalum inapendekeza kwamba nchi yetu iendelee kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wajumbe hao hawakubaliani kabisa na hoja ya kuifanya iwe shirikisho. Ibara ya pili, eneo la Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 wa kuridhia ibara hii, kwa maoni yao msingi wa uandishi wa ibara hii ni ule wa kishirikisho ambao umepingwa na wajumbe hao kama ilivyoelezwa hapo juu. Kwa maoni ya wajumbe walio wengi, ibara hii inapendekezwa uandikwe na kusomeka upya kama ifuatavyo: eneo lote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Zanzibar na linalojumuisha sehemu zake zote za bahari, maziwa, mito, anga na maeneo mengine yatakayoongezwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, pendekezo hili la kamati namba 3 linaendana na sababu zilizoelezwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba ya Warioba, ukurasa namba 5. Na rifaa paragrafu ya 4 kutoka chini. Katika kuweka vifungu vya mipaka katika katiba zao, nchi ya Msumbiji inayopakana na Tanzania, ibara ya 6 ya katiba yake inatamka: The territory of the Republic of Mozambique is a single whole, indivisible and inalienable, comprising the entire land surface, maritime zone and airspace delimited by the national boundaries. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunataka kusemaje? Unapoainisha mipaka ya nchi na kuanza kuzungumza mipaka ya Tanganyika inaishia hapa, mipaka ya Zanzibar inaishia hapa, wakati hii ni nchi moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, inakuwa haikidhi haja ya muungano, kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi moja. Kwa hiyo mipaka yake inatakiwa isomeke kwa ukubwa wake na ujazo wake wa nchi husika ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kuanza kuibadilisha vipengele, hiki kinaishia hapa, hiki kinaishia hapa. Hizo ni chembe za kuanza kuleta mgawanyiko. Sababu ya mapendekezo ya marekebisho yao ni kama ifuatavyo: hivi sasa Tanzania imeingia katika mgogoro wa nchi wa Malawi kugombea ziwa Nyasa. Hii ina support hoja ya kuweka maziwa kwenye definition, kwenye maelezo ya mipaka. Ni lazima mito, maziwa ya kwetu itambulike kwa mujibu wa katiba yetu. Nchi ya Kenya inautangaza mlima Kilimanjaro kwa manufaa yao. Kwa hiyo vitu kama hivi ambavyo nchi zingine zinaweza zikavipora kwa ujanja, tunatakiwa pia viwe clear kwenye katiba. Mipaka Tanzania bara na Zanzibar imezungukwa na bahari, maziwa na mito. Kwa hiyo swala la kuingiza masuala ya maji, vile vile kuna uwezekano wa kupanuka au kupanuliwa mipaka. Ndio maana tunasema maeneo mengine yatakayoongezwa kwa mujibu wa sheria, ili kusudi kama nchi yetu itatanuka, itaongezeka, maeneo hayo yaongezwe kisheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi ni kuwa uandishi wa ibara hii kwenye rasimu ya katiba umeakisi kuwa kutakuwa na serikali ya Tanganyika ambayo itakuwa na umiliki wa rasilimali na ardhi yake, na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo itakuwa na umiliki wa rasilimali na ardhi yake, na serikali ya shirikisho ambayo haitakuwa na umiliki, naomba isomeke hapa answered record, haitakuwa na umiliki wa ardhi. Kwa hiyo kifungu hicho kirekebishwe. Kwa maoni ya wajumbe walio wengi ni kuwa huu tayari ni utengano mkubwa ambao hautaishia hapo, na unaweza mwenyekiti anavyotoa taarifa. Kinachoruhusiwa humu ndani ni kunong'ona, sio kuongea, ni kunong'ona. Endelea mwenyekiti.
Kwa maoni ya wajumbe walio wengi ni kuwa huu tayari ni utengano mkubwa ambao hautaishia hapo na unaweza kuendelea katika ngazi nyingine ambazo zinaweza kuleta mgawanyiko wa kijiografia kwa maana ya kimajimbo kama ilivyo katika nchi ya Nigeria, kiuchumi na kijamii kwa maana ya kikabila au kidini na kadhalika, na hatimaye kuisambaratisha nchi na taifa kwa ujumla wake. Ibara ya 3, alama na sikukuu za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii kwa maoni ya wajumbe walio wengi, kamati namba 3 imekubali katika ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza kuwa iwemo kwenye rasimu ya katiba, ila ibara ya 3 ibara ndogo ya pili ifutwe na kuandikwa upya, ikionyesha kwamba kutakuwa na sikukuu za kitaifa kama zitakavyotungwa na sheria inayohusika. Kwa maoni ya wajumbe walio wengi ni kuwa uandishi huo wa kifungu hiki utilie maanani mfumo wa serikali mbili na sio mfumo wa shirikisho, ambapo alama za twiga na mlima Kilimanjaro zinapendekezwa ziwepo katika alama za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati namba 3, mfumo wa shirikisho unaweza kusababisha kila mshirika wa muungano akaweka alama zake za taifa na akawa na siku zake tofauti za sikukuu na mapumziko, hatimaye kuwa chanzo cha mfarakano. Inaweza kutokea mshirika mmoja asitambue na kuthamini utamaduni, mila na desturi za mshirika mwingine kwa utaratibu wa kishirikisho unaopendekezwa kwenye rasimu na kuwa ndio cheche za awali za kusambaratisha muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 wanapendekeza ibara ndogo ya 3, ibara ndogo ya kwanza, ibara ndogo D na ibara ya 3 ibara ndogo ya pili zirekebishwe na isomeke kama ifuatavyo: vielelezo vya taifa mfano twiga na Kilimanjaro. Ibara ya 3 ibara ndogo ya pili isomeke kama ifuatavyo: sikukuu za maadhimisho mengine yatafanyika kama itakavyoainishwa kwa mujibu wa sheria. Ibara ya 4 lugha ya taifa na lugha za alama. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 wanakubaliana na maudhui ya ibara hii, ila wanapendekeza yafanyike marekebisho ambayo hayataruhusu lugha nyingine nje ya Kiswahili na Kiingereza kutumika kama lugha rasmi za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 yamezingatia kuruhusiwa kwa lugha nyingine za kimataifa kuweza kutumika kama lugha za mawasiliano ya kiserikali pale itakapohitajika. Aidha, wanaendelea kupendekeza kuwa katiba itambue lugha za mawasiliano kwa watu wenye mahitaji maalum kama vile watu wenye ulemavu na wenye mahitaji maalum. Sababu za mapendekezo haya ni kama ifuatavyo: maandishi yaliyokuzwa na maandishi ya nukta nundu ni njia za mawasiliano kwa watu wenye ulemavu na sio alama. Marekebisho yanapendekezwa ili kuruhusu matumizi ya lugha nyingine za kimataifa kuweza kutumika kama lugha za mawasiliano ya kiserikali pale inapohitajika. Ibara ya 3 ibara ya 4 ibara ndogo ya 3 itaweka mazingira yatakayowezesha kuwepo kwa mawasiliano mbadala zikiwemo lugha za alama. Ibara ya 5 tunu za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 wanakubaliana na ibara hii, ila wanapendekeza nyongeza baadhi ya mambo ambayo nayo yatahesabika kuwa ni tunu za taifa. Mambo hayo ambayo yamepewa msisitizo ni kama yafuatayo: usawa wa kijinsia, amani, utulivu na uvumilivu, ukuu wa katiba na utawala wa sheria, rasilimali za taifa na lugha ya Kiswahili. Kwa maoni ya wajumbe hao katika kamati hiyo, wanaamini kuwa kuingizwa kwa tunu hizo hasa za amani na utulivu ambazo ndizo rasilimali kubwa zaidi kuliko chochote katika taifa letu itasababisha kuwatanabaisha wale wanaotaka kuharibu amani na utulivu waone kuwa wanakiuka katiba. Kwa maoni ya wajumbe wale wengi ni kuwa kuongezwa kwa tunu hizo itazidisha hali ya umoja na mshikamano kwa Tanzania na kuendeleza utamaduni wa kupendana tuliourithi toka kwa wazee wetu vitu ambavyo ni kati ya vielelezo vya kuwatambua Tanzania popote walipo duniani. Sababu za mapendekezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za mapendekezo haya ni kama ifuatavyo: Tanzania imekuwa ni kisiwa cha amani kwa miaka mingi na wajumbe hao wamependekeza iendelee kuwa hivyo. Tanzania imeridhia mikataba mbalimbali kuhusiana na usawa wa kijinsia na haki za wenye ulemavu. Wanaotaka kuharibu amani na utulivu waone kuwa wanakiuka katiba. Sehemu ya pili, mamlaka ya wananchi, utii na uhifadhi wa katiba. Ibara ya 6, mamlaka ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi, kamati namba 3 inakubaliana na maudhui ya ibara hii kuwa wananchi ndio msingi wa uwepo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo itakuwa na mfumo wa serikali mbili. Kwa maoni ya wajumbe walio wengi, kamati namba 3 inapendekeza mabadiliko ya kiuandishi kwenye ibara hii ili lengo na maudhui yake yanakubalika kwani yamo katika msingi wa haki za binadamu ambayo ni moja kati ya malengo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977. Kwa maoni ya wajumbe hao kutoka kamati namba 3 wanapendekeza kuwa katiba itambue usawa wa wanawake na wanaume na vile vile nchi iendeshwe bila ubaguzi wa aina yoyote. Naomba nifafanue hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati namba 3 imesisitiza
tusiishie kuzungumza swala la usawa wa jinsia. Mheshimiwa Mwenyekiti, jinsia zinaongezeka. Tutamke wazi usawa wa wanawake na wanaume kwenye katiba, kwa sababu tunaposema usawa wa kijinsia, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili swala la usawa wa wanaume na wanawake tunalivuruga vuruga. Kama tutasema ni 50% kwa 50, ni 50% kwa 50, wanaume na wanawake. Mheshimiwa, wanawake, sababu za msingi ni kwamba imetolewa wanawake ni watu muhimu sana kwa maendeleo ya taifa letu. Mila na desturi zetu, mila na desturi tulizorithi za mfumo dume ilijaribu kulifunika hili, lakini sisi wanakamati wa kamati namba 3 wanaomba ili liwekwe wazi usawa wa wanawake na wanaume iwe elaborate clearly. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 wanakubaliana na maudhui ya ibara hii, ila wanapendekeza marekebisho yafanyike kwenye baadhi ya vifungu vidogo vya ibara hii kama inavyoonekana kwenye bango kitita lililoambatanishwa kwenye taarifa hii. Kwa maoni ya wajumbe wengi, wajumbe hao wamesisitiza kuwa ibara hii kwa kuwa inagusa masuala ya ardhi, hii ni ibara ya 7, masuala ya ardhi na rasilimali za nchi, ni vema ikaandikwa sura mpya itakayozungumzia mambo yafuatayo. Naomba nielezee hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, rasimu imegusia tu ardhi, lakini ardhi na mambo mengine ya rasilimali yanapendekezwa na kamati hii yaandikiwe sura mpya, kwa sababu mambo yaliyopendekezwa ambayo yanatakiwa yaonekane ni rasilimali za taifa, mfano madini, gesi, mafuta, misitu, na katiba iweke wazi mfumo wa umiliki wa ardhi, madini, gesi, mafuta na misitu, na katiba iweke wazi usimamizi wa ardhi, madini, gesi, mafuta na misitu. Lakini pia katiba iweke wazi, Mheshimiwa Mwenyekiti, matumizi ya ardhi, madini, gesi, mafuta na misitu. Lakini vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu bunge lako tukufu lina wajumbe 201 ambao wanawakilisha hoja mbalimbali, katiba inatakiwa ibebe hoja zinazopendekezwa na kusimamiwa na wajumbe 201. Ndio maana hizi sura tunapendekeza kamati namba 3 ziandikwe sura wazi zitakazobeba mambo ambayo wajumbe wa katiba 201 wamekuja kuyasimamia. Kunatakiwa kuwa na haki ya wakulima na wafugaji kwenye matumizi ya ardhi. Kunatakiwa kuwa na haki ya wavuvi kwenye matumizi ya maziwa, mito na bahari. Kunatakiwa kuwa na ibara zinazozungumzia utatuzi wa migogoro ya ardhi na mamlaka ya vyombo vya utatuzi. Kunatakiwa kuwa na ibara zinazoonyesha ulinzi wa mazingira na maliasili ya taifa, ikiwemo upendeleo wa mwananchi kwa maana mzalendo tofauti na wawekezaji wa nje. Hii, Mwenyekiti, kamati namba 3 hili pia wamelizungumza, lakini hata tume ya katiba inaliunga mkono hili, ina support. Ukienda kwenye randama, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 10 kwenye ibara ya 7, watu na serikali, maudhui A, wanasema randama ya tume ya Jaji Warioba, ibara hii ya rasimu ya katiba inaeleza kuwa muundo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, wanazungumza muundo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, sio shirikisho hapa, na vyombo vyake katika uendeshaji na utekelezaji wa shughuli zake utazingatia azma ya kukuza umoja wa kitaifa na kudumisha heshima ya taifa, kuhifadhi na kutumia rasilimali za taifa ikiwemo ardhi kwa manufaa ya wananchi wote. Sasa sisi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati namba 3 inakwenda zaidi, mbali zaidi, sio ardhi peke yake, ijumuishwe na vitu vingine hivi tulivyovitaja hapa. Sababu ya mapendekezo haya ni kuweka mfumo rasmi
na endelevu wa matumizi ya ardhi na rasilimali zake kwa manufaa ya wananchi husika na taifa zima. Aidha, itaondoa mfarakano wa makundi mbalimbali kama vile wafugaji, wakulima na wavuvi au wananchi na wawekezaji katika utafutaji wa madini, mafuta na gesi na mambo mengine yanayohusu ardhi. Vile vile wanapendekeza kuwa katika kuiandika sura hiyo upya ziwekwe ibara zitakazolenga kuzuia unyonyaji, udhalilishaji na ukandamizaji wa aina yoyote toka kwa wananchi wenyewe hadi wawekezaji. Ibara ya 8, ukuu na utii wa katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi katika kamati namba 3 wanakubaliana na maudhui ya ibara hii, ila wanapendekeza iandikwe upya na kuweka katika misingi miwili mikubwa ambayo ni wananchi wote waweze kuifahamu katiba, kuweka katiba katika mfumo rahisi na mawasiliano unaokidhi mahitaji ya wananchi wote wakiwemo watu wenye ulemavu na mahitaji maalum. Sababu za mapendekezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za mapendekezo haya ni kama ifuatavyo. Wananchi wanawajibika na kutii, kuzingatia na kuilinda katiba. Hayo maelezo mengine Mheshimiwa Mwenyekiti anaendelea hapo, naomba Hansard yafute. Watu wenye ulemavu na mahitaji maalum watapata fursa ya kuisoma, kuifahamu na kuilinda katiba ya nchi yao. Ibara ya 9, hifadhi na utawala. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wajumbe walio wengi kamati namba 3 wanakubaliana na maudhui ya ibara hii baada ya kufanywa marekebisho mawili makubwa ambayo ni kuweka ibara ndogo ambayo itaeleza kwamba kila mwananchi atakuwa na wajibu wa kulinda katiba na haki ya kushtaki mahakamani kama ataona katiba imevunjwa au inaelekea kuvunjwa kama vile ilivyo katika ibara ya 25A ibara ndogo ya Kirumi ya kwanza ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 toleo la 2010 inayosomeka: Mtu yeyote anaweza kufungua shauri katika mahakama kuu iwapo ataona kuwa katiba hii imevunjwa au inavunjwa au inaelekea kuvunjwa. Sababu za mapendekezo hayo ni kumpa mwananchi haki na fursa ya kulinda na kuhifadhi katiba kupitia vyombo vya dola. Sura ya 6, muundo wa Jamhuri ya Muungano. Ibara ya 60, ibara ndogo ya kwanza, muundo wa muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii, kama maoni ya walio wengi kwenye kamati hii yanavyoonekana katika ibara ya sura ya kwanza, hawakubali kuwa nchi yetu iwe ya shirikisho ila iwe ya Jamhuri ya Muungano yenye serikali mbili. Kwa maoni ya wajumbe walio wengi, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi hiyo ambayo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendelee kubaki na muundo wa serikali mbili ambazo ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyekiti, na kuomba kidogo kwa namna ulivyokwenda mwenyekiti wa kamati namba 3, nitakuomba sasa ufanye muhtasari kidogo mfupi kuhusu sura ya 6, halafu uanze kusoma maoni ya wachache, na ninalazimika kwa kutumia kanuni ya 16:6 kuongeza dakika zisizopungua 15 ili usome ya wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, na summarize sura ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya 6 ibara ya 60, wajumbe wa kamati namba 3. Kuna tangazo hapa, wale wajumbe wenzetu 20 ambao wana shughuli maalum kule Chuo Kikuu cha Dodoma, basi liko nje linawasubiri, wanaweza kwenda. Wasisahau kurejea mara watakapomaliza. Endelea mwenyekiti. Kamati namba 3, Mheshimiwa Mwenyekiti, inasisitiza muundo wa serikali mbili kwa sababu zifuatazo. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja ambayo wajumbe wengi wanaishikilia ya kusimamia serikali tatu, ambayo watu wengi wanaisimamia, watu wanaosimamia serikali tatu wanazungumzia hoja ya kwamba tume ya mabadiliko ya katiba ilikuja na asilimia 60 ambazo asilimia kubwa inayosema serikali tatu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa hapa kidogo niweke mambo sawa. Naweka mambo sawa. Muda. Mheshimiwa Mwenyekiti, unapoangalia takwimu zilizoletwa na tume
Takwimu hizo kwa minajili ya kiutafiti, na nalisema hili kwa sababu wapo wajumbe, Mheshimiwa Mwenyekiti, walizungumza hapa kwamba wapo wajumbe walizungumza hapa kwamba serikali tatu wanapendekeza serikali tatu kwa Tumpe nafasi Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiutafiti takwimu zilizoletwa na tume zina makosa ya kimethodology ya kiutafiti. Takwimu hizo Mheshimiwa Mwenyekiti, nasisitiza. Takwimu hizo Mheshimiwa Mwenyekiti, nasisitiza. Ukiziangalia kwenye kitabu cha tume cha takwimu, kuna hoja moja ya msingi ambayo haikuangaliwa. Hoja ya msingi ambayo haikuangaliwa kwenye takwimu hizo, Mheshimiwa, ni ya sample. Mimi nataka kwenda kwenye sample. Niweke mambo wazi, na warudisha watu shule hapa kwenye sample. CCM mpaka zake huyu ana chochote huyu. Kama unavyoona mwenyekiti wa kamati namba 3, unachokoza vurugu ndani ya bunge, na muda umefikia mwisho. Kwa hiyo malizia sasa kwa sentence chache sura ya 6, halafu nakupa dakika 15 usome ya wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba mwongozo wako. Mwenyekiti, muda wake umeisha, ametumia lisali zima kusoma maoni ya wengi, aende kwenye maoni ya wachache sasa. Mimi ni mjumbe wa kamati hiyo, kwa hiyo sivuruge maoni yetu. Endelea mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati namba 3 kwenye sura ya 6 inapendekeza serikali mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maoni ya wengi, piga kelele ndio mnapoteza muda tu. Hajaanza hata kusema mnapiga kelele. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu zinazoelezwa za serikali mbili, moja napenda kumnukuu msomi mmoja wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mchumi mahiri, Profesa Osoro. Amezungumza na akasema, na nukuu yake hapa, akasema kuweka serikali 3 za muungano kutapelekea kutokuwa na usawa katika kuichangia serikali ya shirikisho, kwa maana serikali ambayo itakuwa haina vyanzo vya uchumi, vyanzo vyake vikiwa vinategemea Mheshimiwa Mwenyekiti,